Karibu katika chaneli yako ya Smart Ben TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare chaneli yako. Dalili za mpenzi anayetaka kuachana na wewe. Dunia ya leo, swala la kuachana sio ishu kubwa sana, kwa sababu tumeshuhudia watu wengi wakiachana. Watu wamekuwa wakiachana katika ndoa, katika mahusiano ya kiurafiki, wameachana kwa kutengana na familia na masuala mengine kama hayo. Sasa kwa kuwa leo tuna bezi katika wapenzi, mke na mume, wachumba, tupo hapo, hebu tuangalie ni dalili zipi ambazo huwa zinaonyesha mpenzi uliye naye anataka kuachana na wewe. Dalili ya kwanza, hupenda kujitenga. Yaani ghafla inatokea hali ya kuongea na kucheka na watu wengine. Kiujumla, mpenzi wako kuongea na watu wengine si vibaya. Ubaya wake unakuja pale ambapo yawezekana mwanzo mulizoea kuongea sana, kucheka, kupiga stori za hapa na pale, lakini ghafla inatokea sintofahamu baina yenu, maongezi yanakuwa hayapo tena, vicheko vinakuwa havipo, mkikutana ni mikausho mikali. Hapo kunakuwa kuna sababu, kuna jambo ambalo linakuwa linaendelea, jambo ulitambui na yawezekana likatukia. Dalili ya pili, hupoteza hamu ya kushirikiana na wewe kimwili. Kila mtu humfahamu vema yule anayempenda pale ambapo alianza naye na huko anakokwenda katika mahusiano yao ya mapenzi. Kwa hiyo sina haja ya kudadavua mmoja mmoja, kwa sababu kila mmoja anafahamu ni kwa namna gani ratiba yao na masuala mengineo yalikuwa vipi. Ninaposema kupoteza hamu ya kushirikiana, simaanishi kukaushana moja kwa moja, lakini ni ile hali ambayo yawezekana mara ya kwanza mulikuwa mnakutana hata mara 70, lakini afya kipindi kukutana hata mara 3 kwa wiki inakuwa ngumu. Ina maana hapo panakuwa pana shida. Kuna wakati hali hii hutokea pale ambapo mtu amebanwa na kazi, kabanwa na madeni, yaani ana msongo wa mawazo wa mambo mengi sana, yanaweza kumsababishia hivyo matatizo ya kimwili ama kiakili. Dalili ya tatu, hupenda kukosoa kila kitu. Kama ujuavyo, kiujumla si binadamu tunatofautiana hata mitazamo yetu. Mtu anaweza kajiona amependeza, lakini mwingine akamuona anachekesha. Huyo mwenza wako kipindi cha nyuma alikuwa akikusifia vitu vingi unavyofanya, hata vile ambavyo unaenda wrong, lakini ajabu yake inafika kipindi kile unachokifanya hakusifii tena, bali anabakia kukukosoa. Si kwamba kipindi cha mwanzo alivyokuwa akikusifia kila kitu ulikuwa unaenda sawa, hapana, ila alikuwa anatafuta namna ya kukusifia, ndipo baadaye aje akuelezee ni sehemu gani haujaenda sawa ili kuboresha zaidi. Dalili ya 4 ni kuondoa utegemezi. Mwanzo mulikuwa mpo pamoja katika swala la chakula, pamoja katika matembezi, pamoja katika maamuzi na masuala mengine ambayo yalikuwa akiwaunganisha, lakini nafika kipindi hataki tena mwe mkila pamoja, kutembea na mambo mengine kama hayo. Lazima ujiulize, kwa nini mwanzo alikuwa anapenda tuwe pamoja na sasa kaamua kuondoa utegemezi? Waswahili husema akili kumkichwa. Dalili ya 5, kitendo cha kupunguza mawasiliano. Anapunguza mawasiliano kwako wewe, anapunguza mawasiliano kwa marafiki zako, anapunguza mawasiliano kwa ndugu zako pia. Kuna wapenzi wengine ikitokea kampata mpenzi mpya, hapendi vile ambavyo wale ndugu, marafiki na wewe mwenyewe mkiendelea kuwasiliana naye. Anatamani kule anakoelekea ndiko awasiliane nao zaidi kuliko huku ana plani ya kukuacha. Hata kama alikuwa ni bingwa wa kupiga simu sana, kutuma message, itafia kipindi vyote hivyo hata vifanye. Hata hivyo haina maana kwamba watu wote ambao hawapigi simu
maana yake wanataka kukuacha. Hii point inabidi uitumie kwa akili sana. Dalili ya 6, huwa mbishi sana hata vitu vya msingi. Mwanamke akitoa ushauri mzuri kwamba tufanye jambo fulani, anakataa. The same as mwanaume anamwambia mkewe, mpenzi wake ama mchumba, tupange jambo fulani ambalo lina maslahi, mtu anakuwa mbishi. Na sometime katika maisha yetu ya kila siku, kubisha sio jambo baya, lakini vizuri pale unapoamua kubisha uwe na sababu ya msingi ambayo inapelekea kutoafiki kile kitu kinachoendelea. Sasa mbaya zaidi ni pale mwanzo mlipokuwa mkijadili masuala yenu ya kiuchumi, masuala yenu ya kimipango, ilikuwa inaenda bila shida, lakini inatokea ghafla mtu anakuwa mbishi na hana maelezo yoyote ni kwa nini mbishi. Ukimshauri ashauriki, ameamua kuwa mbishi. Hapo kunakuwa kuna shida. Hakuna jambo lolote linalotokea lisilokuwa na sababu. Dalili ya 7, kutumia pesa yako kwa kukukomoa. Hebu fikiria kwa ugumu wa pesa, mtu anaamua achukue pesa yako tu na kisha iharibu pasipo sababu za kimsingi, kwa sababu unampatia hivyo vitu vya thamani, yeye anakuwa havijali, yawezekana hata anagawa na kutumia hizo mali zako kwa kuzifuja, kana kwamba wewe unayetoa hizo pesa umekuwa ni bilionea fulani. Kumbe hata wewe utafutaji wako wa pesa ni kwa kujiganga tu. Dalili ya 8, jambo dogo hulikuza na kufanya ugomvi mkubwa. Yawezekana dada wa watu katika kupika ukawa umeteleza na kuzidisha chumvi kidogo, lakini ugomvi wake, mtapigana humo ndani, mtavunja vitu, mtasukumana hadi majirani watajua. Hiyo ni dalili mojawapo ya kuchokwa. Hiyo sio dalili nzuri katika mahusiano. Na mbaya zaidi, kwa kuangalia mwanzo wenu ulikuwa vipi. Je, mwanzo ulivyokuwa ukimfanyia makosa madogo madogo, reaction yake ilikuwaje? Kama reaction yake toka mwanzo iko hivyo hivyo, hapo hakuna kushangaa. Lakini kama kuna tofauti, hizo tofauti ndizo tunazozizungumzia siku ya leo. Kama kuna tofauti, hizo tofauti ndizo ambazo tunazizungumzia siku ya leo. Mtu ambaye anakuwa hana msamaha, ukimfanyia jambo lolote, unapokuwa unaomba msamaha, anazidi kuongea, anazidi kutukana na kufanya kila mmoja ausikie huo ugomvi wenu. Dalili ya 9, lawama zote humtupia mwenza, hata zile lawama ambazo ilibidi azibebe yeye. Kwa mfano, yawezekana ni mwanamke anapika, hata ikitokea ule ugali aliyopika ni mbichi, atatafuta namna yoyote ya kuona lile kosa ni la mmewe. Kwa upande wa mwanaume, kosa lolote linalotokea, hata kama ni mtoto amelifanya, atatafuta namna yoyote lawama zote kulibebesha kwa mwanamke, bila kuangalia kama swala la malezi, ina maana hata yeye anahusika endapo mtoto ana tabia mbaya. Dalili ya 10 ni kitendo cha kununa pasipo sababu, maneno ya hapa na pale, maneno vya gubu ambavyo haviishi. Mara kimesemwa hiki, mara kimesemwa kile, ili mradi kutoa kero kwa mwenzake. Yote katika yote, unavyokuwa unaishi na rafiki, mpenzi, mke, mume, ndugu, jamaa na marafiki kiujumla, lazima uifahamu vizuri jamii unaoishi nayo. Usimlaumu mtu yoyote pasipo kumfahamu vizuri. Kuna wakati unaweza kumlaumu mtu akupendi, kumbe anakupenda sana, ila wewe ndiye hujafahamu. Unaweza kumlaumu mtu ni mkali, mchoyo, mkorofi na mambo mengine, kumbe hujamfahamu huyo mtu vizuri. Na yawezekana pia ukawa wewe ndiye tatizo. Hivyo basi, kabla hujaona tatizo kwa mwenzako, ni vizuri ukaanza kujiangalia wewe ni kwa namna gani unatengeneza mazingira mazuri ya kumfurahisha mwenzako. Jitahidi ujirekebishe yale mambo ambayo ni kero kwa mwenzako, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume, kwa kuwa wao ni wanaume,
wanajua siku zote wao wako sahihi. Hapana, tunatofautiana mitazamo. Yawezekana unachokifanya ukawa sahihi kwa mtu A, lakini jambo hilo hilo ukilifanya kwa mtu B waweza kuonekana sio sahihi. Na ndio maana wakasema kila mwanadamu ana kasoro. Dunia inachanganya. Kwa ufupi ni kwamba ukiamua kuishi na mwenzako lazima ujue yuko katika engo gani, ili na wewe ukae katika engo gani, ili muende sambamba. Asante sana kwa kunisikiliza. Una lipi la kuchangia? Ningependa utoe ujumbe kwa kukomenti chochote katika video hii.